Today, courtesy of the Sikiliza Sauti Yetu Dunia Inaita project. It's an initiative by BeWorld, and we are funded through the European Union with the support of the Crown Trusts, Banfoden, and the Organization for African Youth. With this project, we've gotten facilitation to go to the ground and create awareness around climate change, how we can promote climate mitigation and resilience again around our communities. We know waste management and we know pollution is one of the key drivers for climate change. And this is because we have a lot of illegal dumping happening around, in addition to rampant burning of our waste. We're here to address this because we see that our communities are not able to sustainably manage their waste. Why? Maybe because there's no sustainable waste management infrastructure, and the systems are not in place to help us collect and transport the waste from our homes to the material recovery facilities. Together to bring capacity building and to improve how we manage our waste in the county. We are engaging county leaders, we're engaging community groups, and we're also going to the schools to create sensitization on safe ways of disposing our waste and compliance around segregation of waste. In Kenya, we we produce about 22,000 tons of waste a day. That means you and me produce approximately half a kg of waste each day. Where does this go? Half of the waste that we produce as a nation is collected. Only 50% of the waste we collect in Kenya is collected. And from what is collected, only 30% is recovered for recycling, meaning there's a big portion of waste that ends up going to landfill, contaminating our lands, creating greenhouse gas emissions. Others are exposed to the environment and we are causing we are creating or we're resulting to creating fires to manage our waste. But what we are saying is that there's potential for this waste to create opportunities. Waste we create at home. Once we consume what we eat, once we enjoy, we purchase our material goods, we create an amount of waste, whether it's organic or packaging recyclable material. We are expected to separate this and work with compliant waste collectors, meaning those who are licensed by NEMA, approved by NEMA to collect your waste. And by doing this, we ensure that recyclable waste finds its way from the environment and towards the onward recycling. KRC, we are focused on empowering communities to sustainably manage our waste, and we have set up a material recovery facility where all the glass, paper, plastic, and metal that's collected in the environment is processed for recyclers. As a KRC, we have also positioned ourselves as a manufacturing entity where we'll be producing recycled plastic products from the raw plastic waste we collect. This gives our communities an opportunity to generate income. Aspect ya plastics ambayo ni durability kwa mazingira. Tunaangalia jinsi gani tunaweza itumia kwa njia mwafaka ili tutengeneze bidhaa ambazo tunaweza tumia kwa masuala ya ujenzi. Na tunaangalia masuala mazima ya jinsi gani tutakuwa na mijengo ambayo itadumu kwa muda mrefu zaidi, lakini pia itakuwa imesaidia katika kitengo cha ukuzaji wa mazingira, kwa sababu tutakuwa tumeondoa zile taka kwenye mazingira, lakini tumezigeuza zikawa ni manyumba yetu, ikawa ni barabara zetu, ikawa ni dawati ambazo wanafunzi wetu wanatumia pale skuli. Swala zima la ukusanyaji wa taka ama uchakatuaji wa taka kwa lugha ya kimombo wanasema recycling, si jambo ambalo unataka kulifanya peke yako, na Kwale Recycling Center haifanyi kazi peke yake. Kwale Recycling Center imeshikana mkono na serikali ya gatuzi ya Kwale. Kwale Recycling Center imefanya kazi kwa ukaribu sana na municipality zetu zote tatu, ikiwemo ni Kwale Municipality, Diani Municipality na Lungalunga Municipality. Zote tumefanya kazi kwa karibu sana nazo. Tumeweza kuidentify vikundi tofauti ambavyo viko kwenye hizi municipalities ambazo tuko nazo, ili tuwafanyie training, uhamasisho, na tunawaeleza pia jinsi gani wanaweza zidi kujipatia kipato
kutokana na masuala mazima ya uchumi mduara ama circular economy. Tunawahamasisha, tunawafunza jinsi gani watahandle zile taka kutoka pale nyumbani na jinsi gani tutazidi kwenda ndani zaidi kwenye jamii yetu, ili tuhakikishe kuwa taka zote ambazo zinatoka kwenye jamii imeweza kukusanywa kwa njia mwafaka, imetenganishwa vipasavyo na ikafika pale kwenye material recovery facility yetu ya Kwale Recycling Center, ili kusudi tuhakikishe kuwa taka hizi haziendi kwenye mazingira ama haziishii kwenye mazingira. Pia siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya mradi wa Sikiliza Sauti Yetu Dunia Inaita. Tunasema kuwa zile takwimu ambazo tumezisikia kila mahali ulimwenguni, tumesikia ni onyo, ni tisho na ni takwimu kuwa iwapo hatutabadili mienendo yetu kufikia mwaka 2050, 2060, tunaweza pata kuwa tuna plastiki nyingi kwenye mazingira kuliko samaki. Tumeona kuwa kumekuwa na changamoto kuu kuhusisha ukusanyaji na pia ile segregation, kujaribu kutofautisha ile waste yote kabla iende kutupwa ama kuwa recycled, ile kuwa sio taka yote ni mbaya. Baadhi ya hii taka inaweza tumika ikatengenezwa tena ikakuwa vifaa tofauti vinavyoweza kutumika. Kwa mfano hizi plastiki zinaweza tumika zikatengenezwa viti, zikatengenezwa mabati, mfano ya roofing materials. Na ni kweli hili swala sio sehemu moja ama sio kitengo kimoja kinaweza shughulikia. Hili ni swala linalohitaji jamii yote kuja pamoja, tusaidiane. Lakini ndio iweze kuwa jamii yote inaweza kuja pamoja, lazima watu wahamasishwe, kwa sababu watu wengi hawajui maana yake. Watu wengi hawajui kuwa hii taka inaweza shughulikiwa ikatengenezwa kwa kitu. Nafikiri hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa sana. Lakini kitu nafikiri kinachokera zaidi ni kuwa hakuna kitengo kimoja peke yake kinaweza wezana na hii kazi yote. Lazima sisi zote tukuje pamoja. Mfano manispaa inafanya pande yake, wale wote wanaopewa kandarasi ya kuchukua taka katika manyumba, mahoteli na cottages, nao pia wahamasishwe na wakuje pamoja na pia tuhusishe jamii yote. Kwa sasa hivi nataka niseme kwamba nimechukua jukumu hili. Huu ni mwezi wangu wa 4 kama acting manager wa Diani Municipality. Na ndani ya hii miezi 4 ambayo nimekuwa katika municipality, nimeona juhudi kubwa ambazo sisi tunazifanya kama municipality. Kwanza ni kupeana ile nafasi ya ushirikiano ya watu kuchukua jukumu la mazingira ama waste management. Because I understand, kwa sababu naelewa kwamba ni jukumu letu kama municipality in terms of solid waste management. Lakini tumeweza kukubali kushirikiana na wadau wengine tofauti kuweza kuhakikisha kwamba ile janga hili lote linaweza kupungua. Pili ni taratibu kama hizo ambazo tunazifanya leo za kuweza kushughulika na kupeana mafunzo na hamasa katika wadau mbalimbali na katika wale wanaohusika katika jambo hili.